الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وجعل فيه النفحات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد. عباد الله، اتقوا الله تعالى. Nayusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi, enyi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, i'lamu anna kad dakhalna fi a'zami al-layali al-'am. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jueni kwamba hakika sisi tumekwisha ingia katika siku bora za mwaka, siku ambazo ni al-ashru al-awakhiru min Ramadhan, ni siku 10 za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumeshaingia tayari katika siku bora kabisa za mwaka. Katika siku zote za mwaka mzima hakuna siku bora na tukufu kama hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa utukufu wa siku hizi na ubora wake, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yajitahidu fiha ma la yajitahidu fi ghairiha. Alikuwa anajitahidi kwa kufanya ibada katika siku hizo 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani za mwisho kuliko anavyojitahidi katika siku zingine au katika miezi mingine, kutokana na utukufu na umuhimu wa hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa ukubwa wake na kwa thamani yake na kwa utukufu wake, ndiyo maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ilikuwa akijitolea na kujitahidi zaidi kuliko siku nyingine ama katika miezi mingine. Imepokewa hadithi kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha. Amesema Bibi Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhalat al-ashru al-awakhiru min Ramadana ayqadha ahlahu wa ahya laylahu wa shadda al-mi'zara. Bibi Aisha katika hadithi hii anatueleza ya kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa zinapofika hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume alikuwa anafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, aiqadha ahla, anaiamsha familia yake, anawaambia jamani, sasa amkeni, huu tena sio wakati wa kulala, ni wakati wa dakika za mwisho, na innal umura bil khawatimi, mambo yote yanazingatiwa katika wakati wa mwisho, pale wanapomaliza umemaliza jambo lako kwa hali gani. Kwa hivyo kwa umuhimu wa siku hizi 10 za mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaiamsha familia yake, wa ahya laila, na baada ya kuiamsha anawaelekeza nini wafanye ndani ya hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahya laila,
alikuwa anahuisha usiku wake, yani halali anakesha katika hizi siku 10 kwa ibada, anakesha kwa kukaa itikafu msikitini, anakesha kwa ibada mbalimbali ikiwemo kusoma Qur'an na kutekeleza swala na kuleta dhikri na kila ambacho ni ibada, ilikuwa anakitekeleza ndani ya hizi siku 10 za mwisho. Alikuwa anafanya hivyo pamoja na kutoa maelekezo kwa familia yake. Washadda almizara, na anakaza shuka yake, manake anafunga mkanda au anatoa juhudi, kwa maana ya kwamba mtu yoyote anayekusudia kuvaana na jambo zito anahakikisha nguo zake katika mwili wake zimekaza vizuri. Na ndiyo maana ya maneno haya washadda almizara, na anakaza shuka yake, manake anazikaza nguo kwa sababu ya kuvaana na siku nzito na kuvaana na jambo kubwa. Kwa hivyo, kwa umuhimu na kwa utukufu wa hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa anajipinda kwa ibada, kujipinda ambako hakufanani na miezi mingine. Wakana yaatakifu fihi, na alikuwa anakaa itikafu ndani yake, manake anahama nyumbani, anahamia msikitini. Zinapoingia siku 10 za mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anayahama majumba yake yote, anahamia msikitini, hatoki mpaka Ramadhani itakapokwisha. Hiyo ndiyo hali ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye amesamehewa kabla al-bi'tha wa ba'da al-bi'tha, na alikuwa akitolea umuhimu hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, mimi na wewe tuna nafasi gani katika hizi siku za mwisho na tunatoa umuhimu gani? Hatuwezi kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini je, tunajitahidi kwa kiasi gani? Tunajitahidi kwa namna gani tuweze kuziwahi hizi siku 10 za mwisho? Kama qala Allahu Ta'ala, na kwa sababu ya utukufu wa hizi siku 10 za mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachagua kuiteremsha Qur'ani tukufu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kuiteremsha Qur'ani tukufu ambayo ndiyo kitabu chetu na ndiyo mwongozo wa Waislamu. Amechagua kuteremsha kitabu kitukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza. Na la pili, amechagua kuiteremsha Qur'ani katika siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika siku 10 hizi amechagua katika usiku wa Lailatul Qadri kuiteremsha Qur'ani. Kwa hivyo ni siku ambazo ni tukufu kwa sababu ndani yake fihi Lailatul Qadri alladhi huwa khairun min alf shahr. Ndani ya siku 10 hizi za mwisho ni siku kubwa na ni tukufu kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ambayo usiku mmoja tu ni mtukufu zaidi kuliko miezi 1000. Ni usiku mtukufu zaidi kuliko miezi 1000. Inamsemekana katika umma zilizopita kuna bwana mmoja alitekeleza ibada zinazolingana sawasawa na miezi 1000 katika umma zilizopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi ya alivyoupenda ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akautazama ummati Muhammad, akauona ummati Muhammad ni umma aliyoupenda sana, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri hajaupa umri mrefu, ametoa umri mfupi katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuzu dhalik. Nyumri za ummati wangu ni kati ya miaka 60 mpaka 70,
na ni wachache mno ambao watavuka zaidi ya hapo, kiasi kwamba leo akipatikana mtu mwenye miaka 100 kwa dunia ya leo lazima tumshangae. Tunamwona ni muujiza, tunamwona ni kitu cha ajabu, lakini ni kwa sababu ya ufupi wa umri wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa umri ni mfupi wa ummati Muhammad, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ummati Muhammad ndio umma bora kuliko umma wote, na akautaka ummati Muhammadi isitokee katika umma wowote kwamba kuna mtu aliyefanya ibada kuushinda ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao yoyote mwenye kutekeleza ibada ndani ya usiku huo anakuwa amefanya ibada kubwa kuliko yule aliyetekeleza ibada ile ya miezi 1000. Kwa haraka ukifanya mahisabu, miezi 1000 takriban ni miaka 83 au zaidi. Sasa jitazame katika umri wako kati ya miaka 60 na 70. Tufanye huu ni umri wa kuishi, lakini umri wa kutekeleza ibada ni kiasi gani? Je, kuna yoyote katika sisi katika ummati Muhammad dunia nzima ambaye anaweza kutekeleza ibada ya miaka 83 bila ya kusimama hata sekunde moja? Ni wazi kwamba hakuna. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa mtume wetu ni rahmatan lil alamin na ni rehema kwa umma wake, akatuwekea usiku mtukufu wa Lailatul Qadri, ambaye man wufiqa fiha, mwenye kuwafikishwa katika usiku huo kwa kufanya ibada mbalimbali, anakuwa amemzidi yule ambaye ametekeleza ibada ya miezi 1000. Ni usiku mtukufu ulioje, watukufu wa Islamu. Kwa hivyo kwa ubora wa utukufu huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha Qur'ani katika usiku huo. Qur'ani imeteremshwa katika usiku wa Lailatul Qadri jumlatan wahida, yani ikiwa yote kwa pamoja, min lawhil mahfudh ila baitil izza min samai dunya. Fi samai dunya, imetolewa katika lawhil mahfudh yote kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake, ikakusanywa ikapelekwa katika baitul izza jumlatan wahida fi samai dunya, ambayo baitul izza ni eneo fulani liko katika hii mbingu ambayo inaielekea dunia. Baada ya hapo ndio Jibril ikawa anamteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya moja au sura moja bihasabil waqa'i, kwa kuzingatia namna ya matukio yanavyotuka kwa Waislamu. Kwa sababu lau Mwenyezi Mungu angeiteremsha Qur'ani yote kuishusha kwa mtume au kwa wanadamu, manake ingelishuka kama mvua na hakuna yoyote angeweza kuhimili kishindo cha Qur'ani, kiasi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Lau hii Qur'ani Mwenyezi Mungu angeiteremsha kwa pamoja, yani kama anavyoiteremsha mvua juu ya majabali, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, mngeaona majabali ni yenye kudhalilika na ni yenye kutetemeka na ni yenye kupasuka min khashyati llah, kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa jabali Mwenyezi Mungu ametuambia lau Qur'ani ingeshushwa vupu, yani kwa pamoja, ingekuwa katika hali hiyo, je, mwanadamu angekuwaje? Kwa sababu ukitazama umbo la mwanadamu na umbo la jabali, manake isingewezekana kuipokea Qur'ani kwa namna hiyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaitoa kwa pamoja katika lauhil mahfudh kuileta katika baitul izza fi samai dunya jumlatan wahida, kisha akaiteremsha kwa muda wa miaka 23 kidogo mpaka dini ikakamilika. Watukufu wa Islam, na hizi siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhan si siku 10 zote ambazo ndani yake inapatikana Lailatul Qadri, bali katika hizi siku 10 za mwisho, maana yake hizi siku 10 ndani yake kuna siku 5 pekee
ndizo ambazo Lailatul Qadri inapatikana katika siku hizo. Katika siku hizo 5 tayari tumeshamaliza siku 2, manake ni mwezi 21 na 23 na 25 na 27 na 29. Kwa hivyo tayari siku 2 zimeshapita. Kama zilitufutu siku 2 hizi kwa kuikusudia Lailatul Qadri, basi inatupasa kwa hizi siku 3 zilizobakia tuikusudie Lailatul Qadri kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaikusudia. Lailatul Qadri ni kitu kikubwa sana, watukufu wa Islam. Lau tungeonyeshwa zile thawabu zinazopatikana katika usiku wa Lailatul Qadri, wallahi hakuna hata mmoja angelala nyumbani kwake. Hakuna hata mmoja angeweza kufanya uzembe katika usiku huo ukampita hivi hivi. Na hakuna mambo makubwa yanayofanywa, usije ukadhania labda kuna jiibada kubwa la kufanya, bali ni hizi swala 5 za kawaida na visimamo vya usiku, ikiwemo tarawehe na witri na sunna zingine mbalimbali, na kusoma sana Qur'ani na kuleta dhikri mbalimbali, hususan lilma'thura, haswa zile dhikri zilizopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko na Bibi Aisha katika usiku wa kuitafuta Lailatul Qadri. Bibi Aisha radhiyallahu anha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, je, nitakapobahatika kuiona Lailatul Qadri niseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza akamwambia, qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Huu ndio uradi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza usomwe sana ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Na ndio maana uradi huu sasa Ramadhani yote ikawa kila baada ya swala, kila wakati tunaisoma, kwa sababu ni uradi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuhusu usomwe ndani ya Lailatul Qadr, na ndio maelekezo aliyompa Bibi Aisha radhiyallahu anha. Kwa hivyo tuhafidhi juu ya swala zetu za kila siku, na tuhafidhi juu ya visimamo vya usiku, ikiwemo tarawehe na witri. Na watukufu wa Islam, tarawehe inakoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini witri inaendelea. Kwa hivyo swala ya witri, hata kama mwezi wa mtukufu wa Ramadhani utamalizika, basi tusiache tuendelee nayo, kwa sababu ipo kila siku. Isije ikafahamika kwamba ni ndani ya mwezi wa Ramadhani tu basi. La, swalatul witri mustamirun fi Ramadhani wa ghairiha, inaendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine na wakati wote. Kwa hivyo tujitahidi, kwa sababu siku zenyewe ni chache. Manake siku 5 katika siku 10 ni siku 5, na tayari zimeshapita siku 2. Hatujui hizo siku 3 zilizobaki tutaziwahi au tutazipata, kwa sababu huenda Ramadhani hii miongoni mwetu ikawa ndio Ramadhani ya mwisho, na hatujui kama tutafika Ramadhani ijayo. Kwa hivyo usiseme kwamba hata nikipitwa katika siku hizi 3 zilizobaki, basi katika Ramadhani ijayo nitaweza kuitafuta Lailatul Qadri. Idha kunta fi shay'in fakun fihi, utakapokuwa katika jambo basi kuwa moja kwa moja kana kwamba mbele yako hakuna jambo lolote zaidi ya hilo. Kwa hivyo ukibahatika kama tulivyobahatika kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu, basi tuuchukulie kwamba hatutofika tena Ramadhani ijayo, kana kwamba hii iwe kwetu ndio Ramadhani ya mwisho. Kwa hivyo tujitahidi na tujitolee mno katika kuitafuta Lailatul Qadri. Umuhimu wa Lailatul Qadri, umuhimu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani inawezekana ikalingana na umuhimu wa alwukufu bi Arafa kwa yule aliyekwenda haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alhajju Arafa, manake ambaye atakwenda hija alafu atakosa kuhudhuria Arafa, hija yake hana. Sasa umuhimu wa kuitafuta Lailatul Qadri inalingana na umuhimu wa kuhudhuria Arafa, lakini haimaanishi kwamba endapo utaikosa Lailatul Qadri, utakosa kukesha usiku wa Lailatul Qadri, basi Ramadhani yako inakuwa haikubaliki. Hapana, bali ni kwa ule umuhimu, ala sabili almuqabala, ni juu ya njia ya kukabilisha ule umuhimu wa ule usiku wa Lailatul Qadri.
Na tusisahau Waislamu kwamba hii Ramadhani ni shahidi. Hii Ramadhani ni shahidi kwetu. Yashhadu ma qaddamtu fihi min al-isaati wal ihsan, inashuhudia yale matendo tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika matendo mabaya na matendo mazuri. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni shahidi muadilifu, ni shahidi ambaye atakwenda kutoa ushahidi wake kwa uadilifu, hata mdhulumu mtu yoyote katika ushahidi wake. Kwa hivyo tujitahidi katika kutekeleza ibada zetu vizuri, ili tuweze kufanikiwa. Lengo ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwisho wake na kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watubu ila Allah, na tubieni kwa Mwenyezi Mungu. Warhabu batshahu shadide, na ogopeni mashiko yake makali. Mwenyezi Mungu ana mashiko makali. Endapo mwanadamu atakapoingia katika mashiko ya Mwenyezi Mungu hawezi kuponyoka. Hakuna njia ya kuponyoka baada ya kuingia katika mashiko ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujitahidi, watukufu wa Islam, tujitahidi kutekeleza ibada zetu kwa uhakika na kutekeleza ibada wetu kwa yakini, tukiyakini kwamba Mwenyezi Mungu atatulipa na atatujalia pepo insha Allah. Inna ahsana ma qalahu al-khatib wa athara fi al-qulub wastama'a ilayhi al-musghi wa kushifa anhu al-qurub kalamullahi al-muqtadir al-allami al-ghuyub. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qailin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallahi amma ba'd. Ibadallah, inna shahra Ramadan lam yakun shahra ibadatin wa siyamin fahasb. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jueni kwamba haukuwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa kufanya ibada, kwa maana ya kwamba ni mwezi wa kufunga na mwezi wa kuswali basi ikawa imefikia mwisho. Hapana, bali mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi vile vile, mwezi ambao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kumepatikana nusura ya dini na kumepatikana kuthibiti kwa nyoyo za waumini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si kwamba ni mwezi wa kufunga tu na kuswali tarawehe basi ikaisha. Ni mwezi ambao ndani yake imepatikana nusura kubwa ya dini, wa futuhatin adhima, na zimepatikana fathi mbalimbali kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tajallati fihi maani sabri wal jihad, yamedhihiri ndani yake maana ya jihadi na subira na kuthibiti katika dini. Katika mambo matukufu zaidi ambayo yamedhihiri na yamefanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza kabisa nuzulul Qur'an, ni kushuka hii Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kwa hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani kwetu sisi Waislamu ni mwezi muhimu mno na ni mwezi bora sana kwa sababu ya kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile tufahamu ya kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kuiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vile vile hata vitabu vingine vya mitume wengine vimeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana yake vitabu vyote alkutubu samawiya, vitabu vyote vya kimwenyezi Mungu vya dini vilivyopelekwa kwa mitume vimeshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa kitabu maarufu zaidi ambacho watu wanafahamu kilichoshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Al-Qur'anil Karim, lakini vitabu vyote vimeshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqad ruwiya ani nabi sallallahu alayhi wasallam, imepokewa hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, unzilati suhfu Ibrahim, zimeteremshwa mbao za Ibrahim. Suhfu Ibrahim zimeteremshwa fi awali lailatin min Ramadhan, katika ule usiku wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ule usiku wa kwanza wa kuamkia somu ya kwanza ndio imeteremshwa suhufu za Ibrahim. Inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahima wa Musa. Kwa hivyo suhufu za Ibrahim zimeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika usiku wa mwanzo. Wa unzila zaburu Daud, na imeteremshwa zaburi ya Daud fi 12 laila min Ramadhan, katika usiku 12 zilizopita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa unzilat tauratu Musa, na imeteremshwa Taurati ya Musa fi 6 layalin madhaina min Ramadhan, katika siku 6 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Nabii Musa alayhi salam kabla Taurati yake iliteremshwa katika usiku wa 6 wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile Injili iliteremshwa vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo vitabu vyote vitukufu vimeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wanawazuoni wametukumbusha jambo, wametueleza kwamba jumla ya vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni ni vitabu 104, kuanzia umma wa kwanza mpaka umma wa mwisho, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Vitabu vilivyoteremshwa ni vitabu 104. Kwanza ni suhufu Shithin 60, ni suhufu za Nabiyullahi Shith 60, wa suhufu Ibrahim 30, na suhufu za Ibrahim 30, wa suhufi Musa 10, na suhufi za Musa kabla ya Taurati. Nabiyullahi Musa alayhi salam alishushiwa suhufu 10. Kwa hivyo zile 60 za Shith na 30 za Ibrahim na 10 za Musa, jumla ni vitabu 100. Baada ya hapo changanya Qur'an, Taurat, Zaburi na Injili. Kwa hivyo jumla ya vitabu vyote vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kutoka umma wa mwanzo mpaka umma wa mwisho ni vitabu 104. Na katika matukio makubwa yaliyopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vita vya Badri. Vita vya Badri ndio vita vilivyoleta ushindi kwa Waislamu, vita vilivyoondoa unyonge kwa Waislamu, vita vilivyoinyanyua dola ya Kiislamu. Vilipiganwa vita hivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ilikuwa ni Ramadhani ya 17 ambayo imeshapita tayari. Ramadhani ya mwezi 17 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka wa pili wa Hijra, ndivyo vilipiganwa vita vya Badri. Ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na si hivyo tu, hata Fathi Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Makkah kwenda Madina, lakini moyo wake ulikuwa bado unaitamani Makkah kwa sababu ni kwao alipozaliwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamwahidi, ipo siku moja utakuja kuikomboa. Sasa ile Fathi Makkah ilifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mwaka wa 8.
Na si hiyo tu fathi Maka, bali hata fathul Andalus. Zamani kulikuwa kuna mji unaitwa Al-Andalus, inasemekana sasa hivi ni Hispania ya sasa, ilikuwa imefanywa fathi. Waislamu ilikuwa ni mji wao, waliukomboa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na si hivyo tu, hata maarakati Aini Jalut, historia inatuambia kulipatikana vita vya Aini Jalut, vita vikubwa sana ambavyo Waislamu walipigana. Vilipiganwa vita hivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa khulasatul amri, na ufupishi wa mambo watukufu wa Islamu, ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi wa wanaume, ndio mwezi wa kumuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba kweli Mwenyezi Mungu tunakuabudu, na ndio mwezi ambao wa kujipinda kumuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba umetuumba sisi kwa ajili ya kukuabudu. Kwa hivyo ni mwezi wa kuthibiti katika dini, ni mwezi ambao umeleta mapinduzi makubwa katika Uislamu, ni mwezi wa kuonyesha subira, ni mwezi wa kujaza imani, ni mwezi wa kutoa nguvu katika imani. Basi iwe mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi kwetu, uwe ni mwezi wa mabadiliko. Isiwe Ramadhani imekuja alafu ikapita bila ya sisi kupata mabadiliko ya aina yoyote. Ramadhani iwe ni tiba, iwe ni dawa ya kutubadilisha, kututoa katika hali tulizokuwa nazo, itupeleke katika hali nzuri katika Uislamu wa hakika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma rضى an Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhi-an-Nurayn az-Zaki wa Ali al-Wafi ar-Radhi. Warḍى Allahumma an sibtayn al-jalilayn shahidayn al-Imam Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husayn. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. اللهم أيدنا وأيد الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.